Hivi, umewahi kujiuliza kwa nini ghafla mambo yako yalianza kuharibika baada ya sherehe yako ya kuzaliwa? Au kwa nini uhusiano wako na mpenzi wako uliyekuwa unampenda sana ulivunjika wiki chache tu baada ya kumpa zawadi fulani maalum? Watu wengi wanaishi kwenye giza. Tunafikiri kila zawadi ni baraka. Tunafikiri moyo wa kutoa ndio kila kitu. Lakini ukweli mchungu ambao hakuna mtu anakuambia ni huu. Kuna vitu ambavyo ukivipokea kama zawadi, unakaribisha laana, mikosi na umaskini ndani ya nyumba yako, bila kujijua. Leo nitakufungulia siri nzito ambayo imefichwa kwa karne nyingi kwenye tamaduni za Mashariki, Feng Shui na hata imani za wahenga wetu. Kuna vitu 8, ndiyo, vitu 8 ambavyo ni marufuku kupokea au kutoa. Na namba 3 na namba 7 ni vitu ambavyo huenda unavitumia kila siku au unavyo sebuleni kwako sasa hivi, na ndivyo vinavyokausha mfuko wako. Kabla hatujaingia kwenye hiyo listi ya hatari, ni kuombe kitu kimoja muhimu. Bonyeza alama ya subscribe hapo chini na hiyo kengele. Kwa kufanya hivyo, unajiunga na familia ya watu wanaotaka kujitambua na kufanikiwa. Tayari? Asante. Twende kazi. Namba 1, vitu vya ncha kali. Visu, mikasi. Hapa nazungumzia seti za visu vya jikoni, kitchen knives, mikasi au hata kisu cha mfukoni, pocket knife. Kwa nini? Kiroho na kisaikolojia, ncha kali inawakilisha kukata. Unapopokea kisu kutoka kwa rafiki au mpenzi, imani za kale zinasema unapokea nishati ya kukata mahusiano yenu. Hii ni alama ya severing the bond. Ndio maana utaona mara nyingi ukimpa mtu kisu, urafiki unaingia dosari au mnaishia kugombana vibaya. Lakini nifanye nini kama nishapokea? Kama mtu amekuletea seti nzuri ya visu na hutaki kuitupa, kuna tiba yake, remedy. Mpe huyo mtu pesa kidogo, hata iwe shilingi 100 au sarafu yoyote ile. Ukimpa pesa, inabadilika kutoka kuwa zawadi na kuwa mauziano. Hapo unakuwa umenunua na ile nishati ya kukata mahusiano inavunjika. Namba 2, saa, wall clocks and watches. Iwe ni saa ya mkononi ya gharama kubwa au saa ya ukutani ya kupamba nyumba. Hii inatokana sana na tamaduni za Waasia, Chinese Feng Shui, ambapo neno la kutoa saa linatamkwa sawa na neno la kusindikiza mtu kaburini. Lakini hata nje ya lugha, saa inawakilisha muda uliobaki. Unapompa mtu saa au kupokea saa, tafsiri ya kiroho ni kwamba unahesabu muda wa uhusiano wenu kuisha au unahesabu muda wa maisha ya mtu huyo. Inaleta nishati ya ukome, limitation. Saa inasema muda wako unaisha. Hii inavuta nishati ya haraka, wasiwasi na kuzeeka. Kama ni lazima upokee saa, tumia ile mbinu ya coin exchange niliyokueleza mwanzo, usikubali ipite bure hivi hivi. Namba 3, leso, handkerchiefs. Zamani, leso ilikuwa inatumika kwa ajili ya nini hasa? Kufuta jasho? Hapana, matumizi makubwa ya kihistoria ya leso yalikuwa ni kufuta machozi wakati wa misiba au huzuni. Kupokea leso kama zawadi ni ishara ya kukaribisha huzuni maishani mwako. Ni kama huyo mtu anakuambia utahitaji kitu cha kufutia machozi hivi karibuni. Hata katika mapenzi, ukimpa mpenzi wako leso ni utabiri wa kisaikolojia kwamba mtakuja kulizana. Ni zawadi inayoashiria kuagana au kutengana. Badala ya leso, pokea vitu vya kufurahisha. Epuka leso kabisa, ni maginati ya huzuni isiyo na sababu. Namba 4, viatu, shoes. Kuna msemo wa kale unasema, ukimnunulia mpenzi wako viatu, atavitumia kuondoka na vimo maishani mwako. Kipengele cha nishati hapa kiko hivi. Viatu ni vya kutembelea, ni vya kusafiri. Unapompa mtu viatu, unampa nishati ya mwendo, movement. Kama msingi wa uhusiano wenu haujatulia, ile nishati ya viatu inaharakisha mchakato wa yeye kuondoka. Hii haimaanishi usiwanunulie watoto wako viatu, nazungumzia mahusiano ya kimapenzi au urafiki wa karibu ambao unataka udumu. Ukipokea viatu, mpe huyo mtu kiasi kidogo cha pesa kama nilivyosema awali, ili ionekane umenunua. Usiruhusu nishati ya kuondoka itawale zawadi hiyo. Namba 5, pochi tupu au wallet tupu. Kamwe usipokee pochi, wallet au mkoba, handbag ambao ni tupu. Pochi ni nyumba ya pesa, ni makao makuu ya utajiri wako mfukoni. Mtu anapokupa pochi tupu, anakupitishia nishati ya ubatili au zero.
Anakuambia kisaikolojia kuwa unastahili utupu. Hii inavuta hali ya kukosa pesa, lack mentality. Nini cha kufanya? Kama unataka kumpa mtu pochi au mtu anataka kukupa, mwambie au hakikisha kuna pesa ndani. Haijalishi ni shilingi ngapi, hata iwe shilingi 50. Ili pesa inaweka nishati ya uzazi, abundance. Pochi lazima iwe na mbegu ya pesa ili ivute pesa zingine. Usikubali pochi tupo, ni shimo jeupe la kifedha. Namba 6, kioo, mirrors. Hapa tunaingia kwenye ulimwengu wa roho zaidi. Kioo vinatisha sana kwenye tamaduni nyingi. Kioo kinachukuliwa kama lango, portal. Kwanza, kioo virahisi kuvunjika. Na kioo kikivunjika, imani inasema inaleta miaka 7 ya bahati mbaya. Havyo, kupokea kioo ni kupokea hatari ya hiyo bahati mbaya, risk. Pia, katika Feng Shui, kioo kikubwa kikipewa kama zawadi, kinaweza kuleta nishati ya mtu aliyekinunua au kukitengeneza kuingia kwako. Pia, hatushauriwi kupeana kioo vya zamani, antique mirrors, kwa sababu hujui kilishuhudia nini huko kilikotoka. Kioo vinahifadhi makumbusho, memory. Usiweke kioo cha zawadi chumbani kwako, kinaweza kuvuruga ndoa au kuletea ndoto mbaya. Namba 7, mimea yenye miiba, cactus. Hiki ndicho nilichosema wengi wanacho sebuleni, mimea yenye miiba kama cactus. Najua ni urembo, aesthetics, na ni rahisi kutunza, lakini kiroho, miiba inawakilisha mshale wa sumo, poison arrows. Kupokea mmea yenye miiba kama zawadi ni kukaribisha migogoro, maneno ya kuchoma-choma na kutokuelewana ndani ya nyumba. Utashangaa tu nyumba inajaa ugomvi wa mara kwa mara, watu hawaelewani, kumbe tatizo ni ule mmea uliowekwa pale katikati ya meza, unarusha nishati ya kuchoma, prickly energy. Kama unataka kupokea mimea, pokea maua yenye majani mana, laini na yasiyo na miiba. Hiyo inaleta utajiri na utulivu. Miiba peleka porini, sio sebuleni kwako. Namba 10, mwambuli. Kwa nini mwambuli? Matamshi ya neno mwambuli katika lugha za asili za nishati, Mandarin, yanashabahiana na neno la kutengana, to break apart. Pia, mwambuli unatumika wakati gani? Wakati wa dhoruba au mvua. Kupokea mwambuli ni ishara ya kujiandaa na dhoruba. Ni kama unakaribisha mawingu mazito kwenye maisha yako ili upate sababu ya kutumia ule mwambuli. Katika urafiki, kumpa rafiki mwambuli ni ishara kwamba urafiki wenu utafika mwisho au mtatengana, kila mtu ashike njia yake wakati wa shida. Sasa, nataka nikuweke sawa. Haimaanishi ukipokea hivi vitu kesho utakufa au utafilisika papo hapo. Hapana, hizi ni kanuni za nishati, na nishati hufanya kazi taratibu kama tone la maji kwenye mwanga. Jambo la msingi hapa ni nia. Kama umeshapokea hivi vitu, usihofu. Tumia njia ya coin cure, kutoa sarafu, kubadilisha nishati hiyo. Au kwa vitu kama mimea ya miiba, iondoe ndani ya nyumba. Je, umewahi kupokea zawadi kati ya hizi 8 na kuona mabadiliko mabaya kwenye maisha yako? Au wewe una uzoefu gani na zawadi za viatu na saa? Naomba uandike uzoefu wako kwenye comments hapo chini. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.